Wenyeviti na maafisa watendaji wa vijiji vitatu vya Kichangani, Nzelezi na Makange katika wilaya Ulanga mkoani Morogoro wamekamatwa kwa tuhuma za wizi wa mbao 133 ambazo ziliandaliwa kwa ajili ya kutengeneza madawati ya shule za msingi na sekondari. Mkuu wa wilaya Ulanga Christina Mdeme ameiambia TBC kuwa wizi huo umetokea kwa nyakati tofauti, ambapo kwa mara ya kwanza waliiba mbao 94 kati ya mbao 120 zilizokuwa katika kiwanda cha kutengeneza samani kilichopo tarafa ya Lupilo wilayani humo. Tuungane na mwandishi wetu Monica Liampawe kutoka Morogoro kwa taarifa zaidi. Wakati juhudi za serikali za utengenezaji wa madawati zikiendelea ili kukabiliana na tatizo la upungufu huo, baadhi ya wenyeviti wa vijiji na watendaji wamekuwa wakirudisha nyuma jitihada hizo kwa kuiba mbao kwa manufaa yao binafsi. Mkuu wa wilaya Ulanga Christina Mdeme anaeleza wizi wa mbao za madawati uliojitokeza katika wilaya hiyo na hatua zilizochukuliwa dhidi ya watuhumiwa na kuwataja. Kwa makusudi kabisa, huyu mwenyekiti wa kijiji cha Makanga, Bwana Victorian, akisaidiana na afisa mtendaji wake wa kijiji, Bwana Nestori, walikwenda kuziuza mbao hizi 94. Kati ya mbao 120 ambazo kwa zimeandaliwa. Kazi ilikwishaanza, lakini bwana huyu, mwenyekiti huyu na mtendaji wake wakaona wakaanza kuziiba na kuziuza. Thamani ya mbao hizi ni zaidi ya shilingi milioni 1. Tukio lingine linamhusisha mwenyekiti wa kijiji cha Mzelezi na afisa mtendaji wa kijiji cha Mzelezi. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuiba mbao 17 za utengenezaji wa madawati ya shule ya msingi Mzelezi. Utaona hapa kwamba viongozi hawa wote ni viongozi wa vijiji. Kwa maksudi kabisa, wananchi wamewapa majukumu ya kusimamia utengenezaji mbao hizi na utengenezaji mzima wa madawati. Wao wamediriki kuziiba mbao hizi na kuziuza kwa manufaa yao binafsi. Hawa wa kijiji cha Makanga tayari tumeshafikishwa mahakamani, lakini hawa wa kijiji cha Kichangani na Mzelezi wako polisi na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Mkuu huyo pia anaonya viongozi wa serikali ya vijiji wanaotumia madaraka yao vibaya kuwa kamwe hawatavumiliwa na hatua kali zitachukuliwa dhidi yao ili wasiwakatishe tamaa wananchi ambao tayari wamejitokeza kwa wingi kuchangia utengenezaji wa madawati. Sasa wananchi wanapolalamika na kuleta taarifa kwetu, sisi haraka sana kuchukua hatua. Hivyo basi waache mara moja, ndugu zangu. Kwa kufanya hivi ni kurudisha nyuma juhudi za wananchi na kurudisha nyuma juhudi za serikali za kuhakikisha kwamba tunaondokana na tatizo la madawati katika shule zetu za ndani ya wilaya ya Ulanga. Wilaya ya Ulanga inakabiliwa na upungufu wa madawati 6272 katika shule za msingi na meza na viti 594 katika shule za sekondari, ambapo imejiwekea lengo la kukamilisha utengenezaji wa samani hizo ifikapo Aprili 30 mwaka huu. Katika hatua nyingine, wakala wa pembejeo Farida Agrovet anatuhumiwa kufanya udanganyifu wa usambazaji wa pembejeo kwa wakulima wa kata ya Ketaketa wilayani Ulanga zenye thamani ya shilingi milioni 4 kati ya pembejeo zenye thamani ya shilingi milioni 30. Lakini kwa kutokuwa mwadilifu, aliweza kutumia ujanja wake kuwadanganya baadhi ya wanufaika kwa kuwagawia chupa 2 za dawa kulia wadudu, pamoja na wengine akawapa kilo 2 za mbegu na wengine kilo 4 za mbegu, na baadaye kuwahadaa na kuwasainisha kwamba wamepokea seti nzima ya pembejeo, ikiwa na maana mbolea ya kupandia, mbolea ya kukuzia pamoja na mbegu. Tumeshaandika barua ya kumsitisha kuendelea na zoezi la ugawaji wa pembejeo katika kata ya Ketaketa, yaani katika hicho vijiji vya Ikangao na kijiji cha Ketaketa, wakati taratibu za kumfikisha mahakamani zikiendelea. Ni Monica Liampawe, TBC, Morogoro.